Nataka tuzungumze kwa uchache kidogo juu ya mchezaji wa zamani wa timu ya Simba Sports Club Mnyama na sasa yuko FAR Rabat. Si mwingine ni Enock Inonga Baka. Natamani kufahamu endapo ikitokea amefika, je, itakuwa ni faida kwa Young Africans? Na ukilinganisha na ukuta uliopo kwa sasa wa Young Africans, je, yeye kama yeye anakuja kuongeza kitu gani na Yanga watafaidika naye kwa kiasi gani? Uzuri wake umetanguliza awali kusema kabisa hizo ni tetesi. Na tetesi katika mpira wa miguu na hasa msimu unapoelekea mwishoni ni jambo la kawaida. Ligi kuu Tanzania bara, Yanga ameshacheza mechi 25, bado mechi 5 kukamilisha msimu. Lakini Enock Inonga Baka alipo hivi sasa FAR Rabat tayari wameshacheza mechi 26, bado mechi 4 msimu kukamilika wa ligi kuu ya Morocco. Lakini tayari bingwa ashapatikana, ni RS Berkane ndio bingwa wa Morocco. Lakini kwenye msimamo wa ligi kuu ya Morocco hivi sasa FAR Rabat ambako ndiko anakocheza yeye Enock Inonga Baka inashika nafasi ya pili. Mwenendo ni mzuri sana. Lakini ni timu ambayo ya pili kwa kuruhusu mabao machache. Imeruhusu mabao 21, walioruhusu mabao machache zaidi ni mabingwa RS Berkane walioruhusu mabao 12. Katika mechi 26 walizocheza, najaribu kukueleza timu yake anakocheza kuona namna gani unaweza nikamzungumzia Enock Inonga Baka. Mechi 26 walizocheza katika ligi kuu ya Morocco, ligi namba 2 kwa ubora barani Afrika baada ya ligi kuu ya Misri, yeye amecheza mechi 19. Na kwa lugha nyingine amechangia sana kuifanya FAR Rabat iwe imara katika jukumu la kuzuia. Kumbuka yeye ni beki wa kati. Ndio maana jina lake linaitwa Varane wakimlinganisha na jina la beki wa Ufaransa Raphael Varane. Lakini pia ni beki wa kati pia wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ile ambayo ina wachezaji wengi wanaocheza nje ya Afrika, wengi wao kutoka barani Ulaya, lakini yeye huwa ni miongoni mwa wachache kutoka barani Afrika wanaoitwa kwenye kikosi hicho, akiwa pamoja na kina wachezaji kama Fiston Kalala Mayele. Lakini sio tu anaitwa, anapata nafasi ya kuanza kikosini akiwa na wenzake kina Maswaku, tunafahamu vizuri, lakini na wengineo. Lakini katika klabu ya FAR Rabat inayofundishwa na mwalimu Alexander Santos, yeye ni miongoni mwa wachezaji nyota ambaye akiwa fit, akiwa imara, timamu wa kiafya, hakosi namba kwenye kikosi cha timu hii ya FAR Rabat. Ndio maana katika mechi 26 amecheza mechi 19. Unaona hapo ni kushiriki katika mechi kwa zaidi ya 60%. Hapa inatosha kukujulisha kwamba Enock Inonga Baka, mchezaji nyota wa zamani wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, bado kule Morocco katika klabu anayochezea naye ni miongoni mwa nyota wa kikosi. Mchezaji bora, beki bora wa zamani wa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa kuhusishwa na Yanga, unaweza kaangalia kwenye namba ukaona namna gani ambavyo anaweza akawa na mchango kwenye Yanga, lakini pia kuna changamoto zake. Katika ligi kuu ya Morocco, kitendo chao kuruhusu mabao 21 baada ya mechi 26, maana yake FAR Rabat inaruhusu bao kila baada ya dakika 111 na sekunde 25. Ingawa tunafahamu yeye amecheza mechi 19, hajacheza mechi 26. Lakini unaweza kaona ukuta wao uko imara kiasi hicho. Lakini Yanga ambayo ipo katika ligi kuu Tanzania bara, ligi namba 6 kwa ubora barani Afrika hivi sasa ikiwa na pointi 77.5, yeye yenyewe Yanga mpaka sasa anaongoza ligi kuu Tanzania bara, ina mabao mengi ambayo ni 64, imeruhusu mabao machache ambayo ni 10 na kuifanya iwe timu ya pili kwa kuwa na ukuta imara kama FAR Rabat ambayo ni timu ya pili kwa ukuta imara kwenye ligi kuu ya Morocco baada ya RS Berkane. Katika ligi kuu Tanzania bara, Yanga ni ya pili baada ya Wekundu wa Msimbazi Simba kwenye ukuta. Sababu Simba mechi 22 wameruhusu mabao 9. Yanga wamecheza mechi 25 wameruhusu mabao 10 kila baada ya dakika 225. Yes, kwa wastani Yanga wanaruhusu bao kwa wastani huo. Kwa Yanga kwenye ukuta, ukiangalia performance kwenye ligi, bado ni timu ambayo wapinzani wanatumia muda mwingi kuruhusu bao kuliko muda unaotumia katika timu ya FAR Rabat. Lakini tunapomjadili mchezaji hatuendi kwenye performance ya timu nzima kwenye kuruhusu kama beki. Yeye mwenyewe kucheza mechi 19 inatosha kukujulisha kwamba ni miongoni mwa wachezaji muhimu. Lakini twende kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. FAR Rabat ni miongoni mwa timu zilizofanya vizuri kwenye kundi lao, hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, ambako kwenye kundi lao la A Yanga walishindwa kufuzu, walimaliza nafasi ya 3. Waliongoza tunakumbuka vizuri walikuwa ni Al Hilal Omdurman na MC Alger ya Algeria. TP Mazembe walimaliza mkiani, Yanga ya 3. Lakini wao FAR Rabat kwenye kundi lao waliongoza kundi. Tena ni kundi ambalo walikuwa na Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, wao ndio walikuwa top katika kundi. Mechi za robo finali 2 wakacheza dhidi ya Pyramids. Hapa ndo safari yao ikaishia kwa sababu mechi ya kwanza walishinda mabao 2, mechi ya pili wakafungwa 4-1. Wakatolewa kwa jumla ya mabao 4-3.
Sasa hapa ndo pa kuzungumza kidogo. Kwenye mechi walizocheza 6 za hatua ya makundi, halafu ongeza mechi 2 za robo finali, jumla mechi ngapi? 8. Kwenye mechi 8 yeye amecheza mechi 5, kacheza dakika 389. Akiwa miongoni mwa mhimili imara katika ulinzi wa FAR Rabat kwa kocha Alexander Santos, ni kwamba kacheza mechi 5 dakika 389. Kwenye kucheza kwake, kwenye majukumu ya kiulinzi, kapigania mipira kwa ujumla, jewels zile, mipira ya juu na ya chini, kapigania mipira 12. Kafanikiwa mipira 8. Kwa lugha nyingine, 67% ya mipira ya juu na ya chini ya wapinzani dhidi ya FAR Rabat, yeye akiwa ndo anahusika katika kucheza, beto hizo zote ameshinda kwa 67%. Lakini haitoshi. Amefanya kuna kitu inaitwa tackling, kuingia uvunguni kuchukua mpira bila kuleta madhara. Yeye ni mzuri kwenye hilo, tunafahamu. Lakini kwenye eneo lake la kati ambako mara nyingi amekuwa akicheza na Hatim Es-Sawabi Morocco, yeye amefanya tackling 2 kwa mafanikio. Lakini tuna kitu tunaita interception. Interception ni kuingilia mpira ambao wapinzani wanapasiana mmoja na mwingine. Pasi kabla hajafika kutoka kwa mpinzani, mchezaji mmoja wa upinzani kwenda kwa mwingine, wewe unafika unaingilia huo mpira, inaitwa interception. Au mpinzani anajaribu kudribble mipira, kupiga chenga, wewe unawahi, unamzidi maarifa, unachukua mpira, tunaita interceptions. Au mpinzani amepasiwa wakati anataka kumiliki tu mpira, kuupokea, unawahi unachukua, tunaita interception. Sasa hizi amefanya kwa mafanikio mara 6. Lakini sio hilo tu. Kuosha mipira, kuibutua kutoka katika eneo hatarishi, tunaita clearances. Yaani lango lenu liko hatarini, kuiliweka salama, tunaita clearances. Amefanya clearances 15 kwa mafanikio, na hivyo kuifanya FAR Rabat inusurike katika baadhi ya matukio hayo. Sasa kwa takwimu hizi unaona ni namna gani Enock Enonga Baka akiwa Morocco bado anafanya vizuri. Lakini kwenye mechi za robo finali, mechi 2 dhidi ya Pyramids ambayo striker wake ni Fiston Kalala Mayeye, swaiba wake, ilikuwa vipi? Mechi ya kwanza Enock Enonga Baka katika kikosi chao, yeye alikuwa ni miongoni mwa mabeki 4 pale. Katikati anacheza na Es-Sawabi. Katika mechi hiyo walishinda 2-0, ingawa licha kucheza vizuri sana alitoka katika dakika 30 baada ya kuumia. Alipoumia maana yake akapata mbadala, akaingia Anach, mchezaji mwingine wa kimataifa wa Morocco yenyewe. Yeye ndo alimalizia. Lakini matokeo yake ni nini? Mechi ya marudiano sasa akakosekana kwa sababu kuumia kwake katika mechi dhidi ya Pyramids iliyochezwa Aprili 8. Ni kwamba majeraha yake alimfanya awe nje wiki 3. Wiki 3 maana yake mechi ya marudiano hakuwepo uwanjani. Sielewa vizuri. Nakuelewa vizuri. Matokeo yake sasa kutokuwepo uwanjani kwa kiasi fulani kulisaidia sana Pyramids, kwa sababu kwenye mechi ya marudiano kana kwamba kutokuwepo kwake nako kulisaidia, ingawa yeye alitoka dakika 30 mechi ya kwanza walishinda 2-0. Wakati akiwa uwanjani na Fiston Kalala Mayeye hawakuwa na madhara. Hata alipotoka aliyekuja kuingia akishirikiana na Es-Sawabi Hatim, bado Pyramids walizidiwa vya kutosha katika eneo lao la kushambulia, eneo la mwisho, anakutana na ukuta imara wa FAR Rabat. Mechi ya marudiano Enock Enonga Baka hayupo. Mechi inachezwa wapi? Misri. Ni mechi ambayo walikula goli 4. Yeye Enock Enonga Baka hayupo kwa sababu ana majeraha ya kumfanya awe nje kwa wiki 3. Kwa kiasi fulani unaweza kuona kutokuwepo kwake defensive organization ya FAR Rabat pengine imechangia kufanya iwe weak, iwe dhaifu. Matokeo yake wakaruhusu mabao 4 baada ya wenyeji wao katika mechi ya marudiano Pyramids kupindua meza. Wao waliondoka na ushindi wa 2-0, wakihitaji sare yoyote, wakihitaji kufungwa mabao yasiyofika 2, lakini wakihitaji ushindi wowote, wakala goli 4-1. Kwa hiyo wakatolewa kwa mabao 4-3. Swali lako la msingi, kwa kiwango hiki cha Enock Enonga Baka, naona kana kwamba timu zenye hadhi kama ya Yanga, timu ambayo inashiriki michuano mingi, matokeo yake inahitaji wachezaji katika kila nafasi wenye ubora wa hali ya juu zaidi ya mchezaji mmoja. Kama kweli tetesi hizi zinamhusisha Enock Enonga Baka ni za kweli, basi atakuwa na msaada mkubwa kikosini kwa Yanga, ambako wanauimara sana hilo eneo unalosema la mabeki wakati, kwa sababu ni eneo ambalo yupo nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto. Hachezi mara nyingi kwa sababu ya ushindani au maamuzi ya kocha Hamdi Miludi, kwa sababu ni eneo ambalo pia yupo Ibra Baka, anacheza vizuri sana, beki bora msimu uliopita, sio? Lakini eneo ambalo pia yupo Dickson Job, anacheza vizuri sana, beki bora katika msimu mmoja wapo kati ya misimu hivi karibuni. Wanacheza vizuri wote watatu, kwa sababu mwalimu hawezi anatumia kila mechi wachezaji kwa zamu. Anacheza kulingana na namna anavyoona mahitaji ya mechi. Matokeo yake nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto ndiye ambaye apate nafasi sana ya kucheza, lakini naye yuko kwenye kiwango bora sana kama ilivyo hao wengine. Sasa ni eneo ambalo halafu yeye akijiunga na Yanga, maana Yanga itakuwa imara sana katika eneo hilo. Ni addition muhimu kama itakuwa ya kweli. Lakini
Hakuna zuri silo na changamoto. Ana changamoto zake Enock Enonga Baka. Kuna kipindi akiwa Simba tunakumbuka alikosa mechi kadhaa kwa majeraha. Ni injury prone kwa lugha nyingine. Anaumia, akitokea akiumie na kwa shida. Lakini na kule anakotoka Morocco, nasema anakotoka utafikiri ndo ameshakuja. Kama kweli anatua Yanga, sasa hivi yupo nje kwa majeraha ya wiki 3. Kwa hiyo Yanga watakuwa wanagambo, wanacheza kamari, wanafanya ubashiri kumchukua kwa kuamini si atakuja, atakuwa amepona, ataendelea kuonyesha kile kiwango chake ambacho amekuwa akionyesha katika timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, timu ya FAR Rabat, alipokuwa Simba ni mchezaji bora sana. Lakini je, haya majeraha yake baada ya wiki 3 kweli atakuwa fiti? Manake hapo itakuwa ni kamari. Lakini wakati wa usajili, manake wiki 3 zitakuwa zimepita, bado atakuwa nganga kiasi ya kwamba mpango wa usajili utaendelea kuwepo. Swali la msingi, kuna ukweli gani kwamba Enock Enonga Baka anajiunga na Yanga? Kwa sababu hakuna taarifa rasmi za klabu yake ya sasa FAR Rabat kwamba wanamwachia Enock Enonga Baka anaenda Yanga. Hakuna taarifa rasmi kwamba management ya Enock Enonga Baka, yani management binafsi, anaenda kujiunga Yanga. Lakini hata Yanga hakuna taarifa rasmi walioeleza kwamba wanamsajili Enock Enonga Baka katika eneo ambalo wako imara sana. Hilo ni swala la kusubiri. Lakini kwa ulichoniuliza juu ya mchango wake kwa Yanga endapo atasajiliwa, atakuwa ni mchezaji muhimu sana kwa kikosi cha Yanga, kwa kocha Hamdi Miludi. Mimi nikushukuru sana. Shukrani jazilan.